naona umeamua kunifuata mpaka huko. Unanitafuta la rohoni. Wewe ni kijana mdogo sana kwangu. Siwezi kukuacha nikiona unaendelea kuwatesa watu na kuua viumbe visivyokuwa na hatia. Una uwezo wowote na unifanye chochote kile. Mimi ndio washa shemeji Sengo. Naitwa Simba. Simba la Masimba Sengo. Simbagi taarabu. Kama unaweza kianzishe kuonyesha wakubwa wanavyocheza. Nilikwambia naitwa Simba. Simba la Masimba Sengo. Ili ni onyo. Endapo utarudia tena wewe pilipili isowasha, basi nafsi yako itakuwa halali yangu. Kenge. Kimekuleta nini labda leo? Kuna tatizo mimi kuja hapa nyumbani kuwasalimia? Sio kweli. Tukalii labda leo kwa siku ya pili. Mwanamke mbona mnafiki hivyo? Je, ni wifi zangu na ni haki yangu mimi kupita hapa nije niwasalimie. Kuna ubaya yote nimefanya wifi yangu? Ni haki yako kweli, lakini labda nikuulize, labda nianzie hapa. Una kipi labda cha kuniambia hapa una haki wakati wewe una ndoa sasa hivi una karibani miezi 5 4. Umeshabeba hata mimba? Wifi usimalize maneno. Usilolijua ni usiku wa giza. Na wewe unatoa makusudi, sio sema zinatoka kwa mipango ya Mungu, wewe ni muongo. Sasa nimekwambiaje? Una mwezi huu, una mwezi mmoja. Kaka yangu nitamtafutia mke bora na mzuri kushinda hata wewe. Upo unakaza kunenepeana tu kwa ugali wa bure. Unataa haya mwanamke wewe. Unajua unajimaliza. Hujui ninapitia mitihani mingapi, napitia mambo mangapi kwenye hiyo ndoa. Ndoa yangu mimi na kaka yako ina mambo mengi sana usiyojua. Usimalize maneno wifi yangu. Unavyonyanyua mguu wako hapa kwetu, unavyoenda huko kwako. Yaani ukaliweke kilini kama wifi kakwambia, yaani ndani ya mwezi huu mmoja. Nataka waanze kusema tema mate huko. Sasa sio nije hapa nisikasi wifi yako mimba imetoka. Sio nini wewe ni muongo. Mimba hautoki wala nini la ubebi kabisa. Sasa habari ndio hiyo nishakwambia. Wifi yangu, sijategemea kama hapa ningekuja kuyapata hayo maneno saizi hapa. Sijategemea kabisa. Nilikuja kuwasalimia, sijafuata hayo maneno. Kwa nini unasema kiasi hicho? Ndio hivyo nishamaliza. Au na la ziada? Kuna watu hawana huruma. Kitovu. Kisa ni nini? Kisa kitovu. Kuna watu hawana huruma. Habari yako kaka? Safi. Mtaani kwetu vipi leo tena? Nimekuja kutembea tu, kuja kwa rafiki yangu hapo. Vipi, wifi anaendeleaje? Dada wifi yako. Kikweli naweza kusema hali yake bado. Maana anaweza kuwa amekaa hivi, ghafla tu ukamwona mtu kainuka, katoka nje, ukimuuliza nini, mara muda mwingine amelala. Kwa hiyo yake ni kidogo imekuwa kwangu ni shida kidogo kama nilivyozungumza siku ile. Lakini kaka, umeshajaribu pia kwa njia nyingine labda uko upande wa pili kwa mtaalamu, ushawahi kuhangaika? Dadangu kiukweli kwa mtaalamu mimi sijawahi kufika. Ila ukizungumzia masuala hospitali nimejaribu kuhangaika naye kila hospitali lakini tatizo halionekani. Na hilo swala la kwa mtaalamu sasa mke wangu nikimwambia habari hizo hapendi kabisa na wala hataki kuzungumzia kitu kinachoitwa kwamba mtaalamu aina yoyote aiza mganga au mtu yote anatumia mitishamba. Amekuwa akipinga sana. Nimemshauri sana ila alikuwa anakipinga sana. Mimi kuna mtaalamu namjua,
yuko vizuri tu, anaweza kukusaidia. Labda ujaribu kuongea na wifi. Au unasemaje kwa hilo? Basi sawa, mimi leo nitajaribu kuzungumza na mke wangu. Endapo kama tutafikia muafaka, basi naweza nikakupigia simu au nikaja nyumbani, kwambia sasa dada, tuelekee kwa huyo mtaalamu. Basi sawa, mimi ngoja niende kuna harakati zangu hivi. Bila nitalifanyia kazi hapa. Sawa kaka. Nimekimbia hiyo simu ndio nipigia. Nimekuita leo. Na ndio maana sitaki hata mume wangu asikie mazungumzo. Shida nini? Nimeona kuendelea kuishi ndani ya hii nyumba ni kujitafutia kifo. Haina maana yoyote mimi kuendelea kuishi humu ndani. Usichukue maamuzi haraka hivyo. Kaeni chini bwana, muongea mambo yaishe. Nimevumilia. Utakuwa ndio unang'ang'ania tu kuondoka. Sasa mambo si ya kawaida tu jamani, na maana shemeji haelewi kama hivi vitu vipo. Sio kwenye ndoa yangu mimi. Imeshakuwa ya moto. Mwenyewe unajua ni ngapi zimetoka, shahidi unajua. Mdogo wangu, nipo hapa nakusikiliza. Maana tangia unipigie simu nimekuwa na wasiwasi. Vile vile shemeji nilikutana naye juzi, akasisitiza kwamba upo vibaya sana. Nini shida ndugu yangu? Dada yangu, kwanza tu niseme asante na ninashukuru kwa kuitikia wito wangu. Kiukweli sijategemea kama ungeweza kuja haraka kiasi hichi. Dada, nina magumu. Na magumu ndugu yako. Yaani hapa nilipo moyo wangu wote unavuja damu. Mbona nitisha? Dada, huo ndio ukweli. Yaani sipo sawa hata kidogo. Dada, labda tu nikwambie ukweli kwa siku ya leo kwa sababu naona kuna vitu nikaba sana. Unajua mimi sio mgumba kama mnavyodhani au kama wanavyofikiria watu wengine. Ndani ya miaka yangu 5 au 6 ndani ya hii ndoa yangu, mimba zangu zimeshaharibika karibia 5. Ndugu wangu, unapoteza mimba 5, sijui chochote. Unanifikiriaje mimi? Na mimi ndo dada yako. Sina taarifa yote kuhusu wewe. Mimba ya 5, mimi sijui chochote. Hapana dada yangu, naomba tu kwa hilo unisamehe. Mwanzo nilichukulia kama vile tu ni hali ya kupita. Ila ile jambo limetokea tena juzi kwenye hii ya 5. Nimeona lipo serious, nikasema hapa ndakuja nife. Na dadangu hajui chochote. Nimehangaika hospitali za huu mji lakini naambiwa niko salama. Alafu kibaya zaidi, sasa namwambia shemeji yako tutoke basi hata tuende kwa wataalamu, kwa wenzetu waganga tu tukajue labda hata kinachoendelea nini. Maana sielewi ile tatizo mimba 5 lakini huwezi kuamini. Yaani amekuwa hanielewi, hanisikilizi, na ukitaka tusile, tusifanye chochote humu ndani. Yaani ndio maana hata hivi hataki kushinda nyumbani bwana yule, hataki chochote. Kwa sababu ya mimi kumwambia nipeleke kwa mganga. Mdogo wangu, kuchukua hiyo ncha kwenda kwa waganga umeenda mbali sana. Unajua sisi tulizaliwa katika familia zetu, tulikuwa katika mazingira yenye dini. Unajua kila kitu kuhusu hilo. Kwa hiyo shida yote ikitukuta, wazazi wetu walivyotufunza ni kumkimbilia Mungu. Kumkimbilia Mungu, aidha kuomba mwenyewe maombi yako au kuongezewa na mashehe. Unaenda kwa mashehe na kupiga dua, basi mambo yako yanaweza kunyokea. Mimi nilipo naungana na shemeji, Mungu kwanza mdogo wangu. Kweli changamoto zinavyokukuta unakaa uelewi, dunia inakuwa inakuelemea. Lakini Mungu kwanza. Twende kwa mashehe mdogo wangu, upate kisomo. Dada, naelewa changamoto zote ambazo unapitia kwa sasa. Na ndio maana nimeamua kuja ili niweze kukusaidia juu ya matatizo ambayo unapitia.
Matatizo? Matatizo gani ambayo wewe unayajua mpaka umeamua kuja kunisaidia? Sharara. Hivi unaweza kuniambia ni mimba yako ya ngapi inaharibika? Hizo habari za mimba nani kakwambia? Na umezijuaje? Mimi nadhani huu sio muda mwafaka kutaka kujua wewe nimejuaje hizo habari, nimejuaje au matatizo ambayo unapitia. Ila ukikumbuka vizuri, ndugu, jamaa, wazazi walikwambia juu ya hii familia kwamba usisubutu na usikubali kuolewa nayo. Lakini dada yangu ukajikuta una mapenzi ya dhati, ukajikuta unampenda sana huyu mwanaume. Unaona sasa changamoto ambazo unapitia sasa hivi. Ni mateso, sidhani kama una furaha hii ndoa. Sengo, sasa umeanza kunivunjia heshima dada yako. Mimi sidhani kama nakuvunjia heshima kwa sababu huo ndo halisia ulokuwepo. Na mimi najaribu tu kukueleza kama ndugu yangu. Mimi siwezi kukutupa. Wazazi wamekususa, ndugu, jamaa, lakini mimi siwezi kukutupa kwa sababu ni damu yangu. Ila haya yote ambayo yanaendelea umeyapanda wewe mwenyewe. Kwa moja. Kuna watu hawana huruma. Kitovu. Kisa ni nini? Kisa kitovu. Kuna watu hawana huruma.